Tuangalie faida ya kujifunza kuhusu Mungu. Faida ya kwanza, humjua Mungu kwa undani zaidi. Kujifunza kuhusu Mungu kunamsaidia mtu kujua tabia yake, mapenzi yake na njia zake. Kwenye kujua mapenzi ya Mungu, unaweza ukajua mapenzi ya Mungu kuhusiana na wewe mwenyewe, kwamba Mungu anakuwazia nini, Mungu ana mapenzi gani na wewe, Mungu anataka nini kwako. Kwa hiyo yale mapenzi ya Mungu unayajua. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, huimarisha imani. Maarifa ya Mungu huongeza imani na kumfanya mtu amtumainie Mungu katika nyakati zote. Kwa hiyo unapojifunza, imani yako inaongezeka, lakini pia inakusaidia au inamsaidia mtu kumtumainia Mungu katika nyakati zote. Ni vizuri tukaelewa kwamba kuna nyakati nyingi juu ya maisha ya mwanadamu. Kwa unapokuwa unaishi, kuna nyakati ambazo mtu anakuwa anapitia. Yaani hajalishi na fedha, lakini kuna nyakati ambazo unakuta mtu akutana nazo ambazo anasema hakika hapa namhitaji Mungu tu. Sasa hapa inategemeana na imani ambayo mtu anayo, ni imani ya namna gani. Kila mtu hapa atakimbia kwa njia yake anayojua. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya tatu, hutoa hekima ya kuishi. Kumjua Mungu kunamwezesha mtu kufanya mapenzi au maamuzi yenye busara na haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu mtu atatembea katika mapenzi ya Mungu. Huyu mtu atakuwa anatoa maamuzi ambayo ndani yake yana busara. Mtu ambaye amejifunza kuhusu kumjua Mungu, lakini ni atakuwa mtu wa haki tu, kwa sababu ndicho ambacho Mungu anachokihitaji. Kwa ile tabia ya Mungu itaingia kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mahala ambapo haki haionekani, hapo tujue kabisa moja kwa moja kwamba ni mahala ambapo maarifa ya Mungu haipo, ni mahala ambapo Mungu hajatafutwa. Kuna nguvu nyingine kabisa inayotenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya 4, huleta ukuaji wa kiroho. Mtu anayejifunza neno la Mungu huwa anakuwa kiroho na kuwa na tabia ambazo zinampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tabia ya mtu huwa inabadilika hatua kwa hatua. Kuna matunda ya kiroho lazima huyo mtu yaje kwake tu, kwa sababu unapoendelea kujifunza yale matunda yanakuja, na Roho wa Mungu huwa anakuja, kwa sababu huwezi kujifunza ukajua kuhusu Mungu. Ni pale ambapo Mungu amekuwezesha kujua. Yuko Roho Mtakatifu ambaye anatufundisha na kutuelekeza na kutupeleka katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu tunategemea atakuwa na tabia zinazomfanania Mungu. Faida ya 5, hutoa nguvu za kushinda majaribu. Maarifa ya Mungu huwa yanamsaidia mtu kusimama imara dhidi ya dhambi pamoja na majaribu. Kwa hiyo unapojifunza kuhusu Mungu, kuna changamoto zingine ambazo unakutana nazo zinazohusiana na dhambi, lakini ambazo zinahusiana na majaribu pia. Hizo Mungu huwa anakuwezesha kutokana na ile maarifa ambayo umekuwa umejifunza kuhusu Mungu, kwa sababu unapojifunza kuhusu yeye, maana yake Mungu anakuja kuishi ndani yako. Ile tabia ya kiungu inakuja kuishi ndani yako automatic. Yaani hiyo inafanyika tu ndani moja kwa moja. Kwa hiyo unakuta inakuchonga, inakusafisha ile kama ulikuwa unatenda vitu ambavyo havifai, vinabadilika hatua kwa hatua kwa kadri unavyojifunza, kwa sababu neno lile huwa lina uwezo wa kuonya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuangalie faida ya 6. Faida ya 6, huleta amani na matumaini. Kumjua Mungu huondoa hofu na kuleta amani ya ndani hata katikati ya changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunategemea huyu mtu ambaye anajifunza kuhusu Mungu, hofu huwa inaondoka. Kuna majaribu ambayo yamkini anakutana nayo, kuna vita ambavyo anakutana nazo, kuna upinzani mkubwa ambao anakutana nao, lakini ile hofu Mungu huiondoa. Kwa Mungu anaweka ujasiri ndani yake, anakuwa na matumaini na Mungu ya hali ya juu sana, anakuwa na tegemeo kuhusu Mungu ya hali ya juu sana. Kwa hiyo hata kama akipitia katika changamoto mbalimbali, nategemea kwamba huyu mtu atabaki kuwa imara kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu
si yeye, lakini ile neno linamsababishia kuwa na nguvu. Matumaini yanakuwa kwake, nguvu ya Mungu inakuwa ndani yake, kwa anakuwa na stahimili kutembea katika yale ambayo yuko anapita nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno lile linamsaidia changamoto kuwa sio mzigo, anaweza kukabiliana nazo. Mungu anampa hekima namna ya kuendana nazo na kushinda. Kwa hiyo ukijifunza kuhusu Mungu, hii nguvu lazima iwe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya 7, umwezesha mtu kumtumikia Mungu vizuri. Maarifa sahihi ya Mungu umsaidia mtu kutekeleza wito wake kwa ufanisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ile maarifa ambayo ni sahihi, maarifa ya Mungu sahihi, mafundisho ya Mungu yaliyo sahihi, yanamsaidia mtu kutekeleza mapenzi yale ya Mungu. Kwa anamtumikia Mungu kabisa kwa ufasaha, anamtumikia Mungu katika ile hali ambao Mungu anataka. Kwa ufanisi wake utaonekana katika hali ya wito wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiwa ni mtumishi yoyote, ni mwimbaji, yani lazima inakuhitaji ujifunze ili ya kwamba umtumikie Mungu katika ustadi ambao anautaka na kutimiliza ule wito aliyokuitia. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hujaokoka pia, wakati ni sasa, sio kesho. Huwezi kujua kesho yako. Kesho tunaiwaza, lakini huwezi kujua kama kesho ni ya kwako au la. Bwana Yesu asifiwe sana. Huna garanti ya maisha, huna garanti ya kuishi. Mungu ndiye anayejua mwisho wako. Kwa hiyo ni muhimu sana uangalie sasa kwamba maamuzi ni yapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nafundisha ili iweze kukusaidia. Faida ya 8, huandaa kwa uzima wa milele. Kumjua Mungu na kuishi katika mapenzi yake ni msingi wa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu ambapo anaishi katika kujifunza kuhusu Mungu, maana yake msingi wake unakupeleka katika uzima wa milele. Ni shahidi kwamba tuko wote tunapita hapa duniani, tuna miaka michache ya kuishi. Ukifikia miaka 90, 100, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kabisa. Kwa katika muda ambao tunaishi katika hapa duniani, lazima tujifunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetembea kavukavu bila andiko. Sasa tuanze kuangalia andiko labda. Tuanze na kitabu cha Hosea mlango wa 4 mstari wa 6. Biblia inasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Unaona Biblia vile ambavyo inazungumzia kwenye habari ya maarifa. Imezungumzia kwa habari ya maarifa. Kumbe kuna vita ambayo unaweza kukutana nayo, unapambana nayo, huwezi kushinda kwa sababu huna maarifa. Biblia inasema kwamba watu hawa wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa maana yake kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwa na maarifa hii ya Mungu, kujifunza kuhusu Mungu, kumtafuta Mungu kwa bidii. Usimtafute tu mnana. Kuna wengine unakuta wanaomba tu lakini hawamtafuti Mungu hasa katika kujifunza. Ni muhimu sana, kuna siri kubwa sana katika kujifunza. Unapojifunza kuna mambo ambayo unakutana nayo yanakusaidia. Na unapojifunza ndipo ambapo unaweza kugundua hata roho za uongo, unaweza kuzigundua. Unaweza kugundua mafundisho potofu, unaweza kuyagundua. Nje hapo huwezi kujua. Kwa hiyo unapomkataa Mungu au unapokataa maarifa kujifunza, maana yake unafanya vita na Mungu, ambapo sasa ni hasara kwako na kwa uzao wako, kama Biblia ambavyo ameonyesha kwamba atakataa uzao wako pia. Kwa anaposema kwamba atawasahau, ni kama kuwakataa. Kwa nini awasahau? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kwenye habari hii ya kujifunza, maandiko yanazungumza katika kitabu cha Ayubu.
mlango wa 22 na mstari wa 21 kwamba mjue Mungu sana ili uwe na amani, ndipo mema atakapokujilia. Ukiendelea kusoma mstari wa 22 anazungumza kwamba yapokee tafadhali mafundisho yatokao kinywani mwake na maneno yake yaweke moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anapozungumza kwenye mstari wa 21 kwamba mjue sana Mungu ulio na amani ndivyo mema atakavyokujilia, anamaanisha huwezi kumjua bila kujifunza. Ndio maana mstari wa pili kaona kabisa malizie kuweka kwamba yapokee tafadhali mafunzo yatokao kinywani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba na maneno yake yaweke kwenye moyo wako, ndani ya moyo wako. Kwa kujifunza ni muhimu sana. Kujifunza ni muhimu sana. Hasa kama unahitaji kuishi vile ambavyo Mungu anataka kuishi. Tuangalie andiko lingine la mwisho. Tunasoma Injili ya Yohana mlango wa 17 na mstari wa 3. Biblia inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni muhimu. Utamjuaje? Tumeangalia kwenye kitabu cha Ayubu, nimezungumza nikasema kwamba lazima kujifunza. Kwenye ule mlango wa 22 na mstari wa 22 anazungumzia kwamba lazima kujifunza. Lazima kujifunza. Lakini anasema umjue Mungu ambaye ni wa pekee na Yesu Kristo ambaye alitumwa. Kwa utamjuaje? Ni kujifunza, si kwa kuimba tu, si kwa kuomba tu, si kwa maisha ya dhambi tunayaishi. Ni maisha ya kumtafuta Mungu kwa kusoma Biblia na vitabu ambavyo vimeandikwa na watumishi wa kweli. Hivyo ndivyo vitu ambavyo ni vya kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni muhimu sana kufanya hivyo. Ni muhimu kwa sababu iko finali. Huwezi jua mwisho wako ni upi. Wewe unajua. Maisha unayoishi yanakusimulia kabisa, na kuambia kwa mfumo naoishi mwisho wangu ni 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Nje ya Kristo hakuna kumuona Mungu. Nje ya Kristo hakuna kuiona mbingu. Ndani ya Kristo ndipo ambapo tunapata uzima wa milele. Ndani ya Kristo ndipo ambapo tunapata wokovu wa kutuunganisha na Mungu. Kwa tunapatanishwa sisi na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Hakuna mbingu mahala ambapo Yesu hajahusika. Kwa njia nyingine au kwa lugha nyingine, hakuna kwenda mbinguni pasipo njia ya Kristo. Mungu akubariki wewe ambaye umeweza kuiona video hii na kuifuatilia. Unaweza ukashare ikikupendeza, lakini pia unaweza ukanifollow ili ya kwamba kila nachotuma kiweze kufikia. Tunaujenga ufalme wa Mungu kwa ajili ya utukufu wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Mungu akubariki na upigania. Mungu katika jina la Yesu, mtu huyu mpiganie, mtetee. Neema yake ikawe juu yake. Achilia nguvu zako juu yake, achilia uwezo wako juu yake. Mfunike Bwana kwa damu yako. Kama hajaokoka, mpe neema kuokoka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu. Amen.